Yes, kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania imeandika historia mpya kwenye michuano ya AFCON mwaka 2025 baada ya kufuzu hatua ya 16 bora kupitia nafasi ya timu bora zilizomaliza nafasi ya 3, hatua ambayo ilothibitisha kuwa huenda Taifa Stars wakafanya vizuri zaidi kunako mashindano haya kutokana na kile ambacho wameweza kukionyesha. Sasa discussions zimekuwa ni nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba watu wengi wameachwa midomo wazi kwamba imekuwaje Taifa Stars wameweza kushinda moja kwa moja, yani wameweza kufuzu kunako AFCON ingawa hakuna hata game moja ambayo wameshinda. Ikumbuke tu kwamba Tanzania bwana hakuna game yoyote ambayo wameshinda kwenye michuano hii ya AFCON, lakini pia wameweza kudraw dhidi ya Uganda, lakini pia waliweza kufungwa dhidi ya Nigeria ambako walifungwa 2-1, huku wakiweza kudraw sare, yani waweza kutoa sare 1-1 dhidi ya Uganda. Lakini pia game ya mwisho ambayo tuliweza kutoa 1-1 dhidi ya hii bwana iliweza kuwa tofauti. Goli ambalo lilifungwa na Faisal dakika ya 47 ndo goli pekee ambalo liliweza kupelekea Taifa Stars kwenda moja kwa moja au kufuzu kunako AFCON. Bana, katika historia ya soka hii imeshawahi kutokea sana. Mfano mzuri, kuna timu ambayo iliweza kuingia robo finali moja kwa moja bila hata kushinda game hata moja. Mfano mzuri, Benin mnamo mwaka 2019 iliweza kufuzu moja kwa moja hadi kunako robo finali bila hata kushinda game yoyote ile. Lakini pia jinsi gani Taifa Stars wamepata nafasi nzuri na nafasi kubwa kwa upande wa michuano hii kwamba wameweza kuingia kwenye best losers au nafasi ya 16 bora. Mfano mzuri tu, Ivory Coast na wenyewe waliweza kutoa ubingwa utetezi kunako mwaka 2019 baada ya kuweza kukimbizana sana na kuweza kupita nafasi kama ambayo umeipita Tanzania, yani ile nafasi ya 16 bora. Sasa discussions zimekuwa ni nyingi sana, kwa nini tumemshusha Angola na tumeweza kuingia sisi pale kwenye best losers au nafasi ya 16 bora. Bwana, hii sababu imekuwa ni ndogo sana kwenye haya mashindano ya AFCON. Kitu cha kwanza kabisa, sababu ambayo imepelekea sisi kuweza kuingia kwenye best losers au 16 bora ni kwamba lile goli la Faisal ambalo lilifungwa dakika ya 47. Ilikuwaje? Tumeweza kuwazidi bao moja tu Angola. Basi hiyo ndo sababu pekee imeweza kupelekea kumshusha Angola pale alipo. Sasa kitu cha kwanza kabisa, Angola wao waliweza kufungwa bao 3, yani waliruhusu kufungwa bao 3, lakini pia waliweza kushinda bao 2. Wao waliweza kushinda bao 2 tu. Sasa sisi Tanzania, yani Taifa Stars, tuliweza kuruhusu bao 4, lakini pia tumeweza kushinda bao 3. Utofauti uko wapi hapa? Wao bwana Angola wamebakia na bao 2 tu ambazo walikuwa wameshinda, lakini sisi tumeshinda bao 3. Sasa hiyo ndo nafasi pekee ambayo imetusababishia sisi kuweza kuingia kwenye best losers, japokuwa point zinafanana, lakini pia upande wa negative goals Angola wao wana negative 1 na sisi pia tuna negative 1, lakini sisi tumeweza kuingia kwa sababu ya hilo goli la Faisal la dakika ya 47. Kwanza lazima tu appreciate kwa wachezaji ambao wamecheza mchezo dhidi ya Tunisia, wameonyesha jitihada kubwa sana. Watu wengi hawakutarajia kama labda Taifa Stars ingeweza kufuzu kwenye nafasi muhimu kama hizi, lakini pia pongezi nyingi sana zimeenda kwa kocha Meglo Gamondi, the way ambavyo amepangilia timu yake na kuweza kuimiliki mechi ambayo ilichezwa dhidi ya Tunisia, kwamba mechi ambayo imechezwa dhidi ya Tunisia Tanzania ndo kulikuwa na nafasi kubwa sana na uwezekano mkubwa wa kuweza kushinda game hiyo. Kumbuka tu ni Mponela Updates, nenda pale YouTube andika Mponela Update and then usahau kusubscribe ili uwe unapata zile dondoo za msingi sana ambazo za muhimu kwa wakati wote. Kumbuka katika kipaza mimi ni Said. Bye bye.